Siwezi kuwa mtu wa tofauti kama ninafanya mambo ambayo sio ya tofauti. Kama ninaomba sawa sawa na wengine, nitakuwa kama wengine. Sasa ninabadilika, niwe nalala sana, silali sana. Ikifika muda wa kwamba nalala sana, ninaongeza masaa 3 mbele. Haya masaa 3, mistari moja nitakwenda kusoma Biblia. Saa moja ni ndogo sana, dakika 60 ni ndogo mno. Yaani hata sura moja unaweza usimalize ukiwa unasoma vizuri, labda unasoma kama gazeti. Unajiwekea sasa hiyo homework ya kwamba kila siku lazima nisome kitabu kizima cha Wafilipi. Nataka kuangalia kitabu cha Wafilipi. Twende tu hapo ukajiangalia ndio unachomaanisha. Wafilipi ina sura hii. Sura ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 4. Sura ya kwanza inasema Paulo na Timotheo, mtumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi, pamoja na maaskofu na watu gani na mashemasi, neema iwe kwenu. Hapa tayari unapata kitu cha kuomba, nahitaji neema. Kwa hiyo utakapokuja kunyanyuka kuomba, utakuwa umepata maneno ya kibibilia katika kuomba kwako. Hawa watu wanaombewa wapate nini? Neema. Watakatifu wanaombewa neema, maaskofu wanaombewa neema, mashemasi wanasema neema iwe kwenu. Kwa hiyo utakapokuja kusimama kuomba, hayo masaa 3 ni machache. Unaweza kusimama na Biblia yako hapo. Wafilipi sura ya ngapi? Ya kwanza. Kwa hiyo hapa tu niliposoma hapa nimepata kitu cha kuomba. Inaitwa nini? Neema. Unaanza sasa kuombea watakatifu. Unaanza kuombea watakatifu. Unaanza kuombea watakatifu. Unaanza kuombea watakatifu. Watakatifu wapo, hata kama wengine wanasema hakuna watakatifu wapo. Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu wapo, na wewe lazima ujijue ni mtakatifu kama ni mtakafujo. Kama ni mtakatifu, unajua nini unatakiwa ujiombee, neema ya kuendelea kuwa. Kwa sababu wengi wanaanguka, wengi wanarudi nyuma, mtu unasema Mungu mimi ni nani? Ni wewe tunayefanya mpaka sasa nimesimama na kuendelea. Naomba uniongezee neema nisianguke, kwa sababu sisimami kwa mimi. Kwa hiyo tumepata kwamba kuna watakatifu na wanatakiwa kuombewa nini? Neema. Lakini kuna maaskofu, sio askofu, zinaanza hivyo, maaskofu na nini na mashemasi. Sasa kwa neema na iwe kwenu na nini tena na amani. Neema na kitu gani kingine? Na amani. Sasa unaanza kuomba hapo, tayari unapata vitu vingi vya kusimama navyo, neema na kitu kingine inaitwa amani. Unaanza kuomba, unaanza kukichwa kupigwa kukumbuka season yako. Bwana asifiwe. Sisi kwa mara Facebook unapangusa. Vitu hivi unavyoviona ni mpango wa shetani kuwanyima watakatifu muda wa kuwa mbele za Mungu kupitia vitu hivi. Sasa umeona hapo kuna vitu gani? Neema na nini kitu kingine? Na amani zitokazo kwa nani? Kwa Mungu Baba yetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na mshukuru Mungu wangu kila nifanyapo nini, lazima uwe na muda wa kukumbuka baadhi ya watu. Unaomba sasa kabla hujalala, unaomba siku zote, kila ni wafanyapo nini, ni waombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha, kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili
kusoma roho kwa unaisoma kwanza yote saa moja, sio kama utaweza. Ndio maana nasema ukisoma vizuri, yani hata ile sura moja huwezi kuimaliza. Yaani unakutana na vitu vingi vitakavyokusaidia kuomba. Ya wao baba mambo ya kitoto kila siku zote kufuja. Watu wengine usishughulike sana na adui, maana ukishughulika sana na adui ni kana kwamba unamuogopa na kumkuza sana. Pima tu kwamba muda wa kusimama mbele za Mungu wako ni muda gani, na muda unaopambana na vita, utajua uchanga na kwamba umekuwa yaani hauna muda hata wa mambo ya msingi yatakayokusaidia kuwa na Mungu zaidi, ili huku uje utumie muda mdogo kumaliza kesi. Si kama unanielewa? Kuna watu mnapita majeshi hapo hapana kero. Yeye anapiga majeshi mpaka aliyeko karibu yako na utoke kwenye levo hiyo ya kitoto, uanze kusimama kwenye majukumu ya mtu mzima wa kiroho. Usitumie muda mwingi sana kushughulika na adui, tumia muda mwingi kushughulika na Mungu, ili utumie muda mdogo kushughulika na adui. Mkaribieni Mungu, alafu ndio unafanya nini sasa? Unapinga shetani naye anawakimbia. Sasa unashughulika kupinga shetani huko mbali na Mungu. Mtu anaanza kupiga majeshi kwanza kabla, alafu baadaye unatamalizana na Mungu. Yaani unaanza mwenyewe. Yaani unaanza vita mwenyewe, bora umeweka kando kwanza. Yesu alisema mimi mkitabu sali sabini hivi, Baba yetu you have to recognize that utambue kwanza, utengeneze kwanza hapa. Baba yetu ndiye mbinguni, tukuza Mungu kwanza, inua Mungu kwanza, sema Mungu, taja uzuri wa Bwana kwanza, fanya mahusiano mazuri, mwamshe Bwana kwanza asikie hapo, halafu huku sasa itakuwa ni kazi ndogo sana, kwa sababu nguvu zako hazitokani na wewe, nguvu zako zinatoka kwa Bwana. Sio kama unanielewa? Sasa ukiwa bado mchanga, unafikiria sasa hayo maombi ya wachana hii ya moja tu, anakamata mpango nasheka, ninacheka, ninakata, ninavunja, ninabomoa. Hapo unakuja sasa kwenye yale maombi ya kwamba unaenda mbele za Mungu, bado una lugha ya vita, kwa sababu lugha ya vita ni tofauti na lugha ya kwenda mbele za Mungu. Sasa kwa sababu umeshaunganisha huko wasema kusaidia, kwa hiyo unaunganisha moja kwa moja na kwenda mbele za Mungu kama unapiga majeshi. Mbingu zinaonaga mengi, ila kwa sababu zinatukiwa kwamba tu wadhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Watujua tuzamini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe kama unavyokuwa, nataka ujue haya, ili hata mtu akusikiliza anajua huyu sio mtoto mdogo. Si kama unanielewa vizuri. Wewe ukasome Wafilipi yote, lakini najua hauwezi kuimaliza. Ila vitu vingi sana vinahusu kanisa, vinahusu mambo mengi. Wewe ona tumekuza hapa, hatujafika hata mstari wa 5. Kuna vitu vingi vimezaliwa. Si kama unaona vizuri. Ukija sura ya 2 nasema sasa basi, ikiwepo faraja yoyote katika Kristo, yakiwepo matumizo yoyote ya mapenzi, unasikiza, yakiwepo matumizo yoyote ya mapenzi. Sasa usihame ibadani tafadhali. Usihame hapa tafadhali. Naweza kuwa mchezo kama. Ikiwepo ushirika wa mwili wowote wa roho, ikiwepo huduma yoyote ya rehema, ijalizeni furaha
muwe na nia moja. Hapa tena tunapata kitu cha kuombea, nia moja, kwa sababu naweza kuwa wawili, bibi na bwana, lakini nia zenu tofauti. Wewe una nia ya maendeleo, mwenzio ana nia ya bongo, anatafuta hela ya gani. Wewe una nia kabisa huu mwaka ule msingi iwe nyumba, una nia kabisa, kwa sababu nia ukawa ndani ya mtu. Sasa lazima tuombe kuwa na nia moja. Nia kama ni ya maendeleo iwe nia moja. Sasa hili lazima libebwe katika maombi. Sio kama naelewa pale kwenye mapenzi pia iwe nia moja. Sio nakuwa na bwana wako anawaza vibanda ile uko naye na inakwambia ni tatizo hasa nia isipokuwa moja, hata na wapo utakuona kuwa ni mzigo, au yeye anakuona wewe kijana. Tukiwa kweli. Sasa hapa kuna maombi lazima yaombe. Nafikiri hii inabidi tuiseme tu ili ilete uponyaji fulani. Sio kama umeona. Ikiwepo faraja yoyote katika Kristo, yakiwepo matumizi yoyote ya nini? Yakiwepo matumizi yoyote ya namini. Sasa unakuta wewe na bwana wako hakuna nia moja. Unasoma hapa ibebe sasa katika ule uhalisi. Hii nayo ni aina ya kupigwa vita, sababu kuna watu pia wana vifungo, kuna watu wanarogwa. Nilipokuwa Dar es Salaam nilitengeneza jino, nikawa na kaiweka redioni. Siku moja afisa masoko akanipigia na niuliza, sasa wewe mdogo wake na Yesu, kwa nini umesema kwenye ile tangazo utashughulikia kuombea watu wenye matatizo ya nguvu za kike? Hatujawahi kusikia mtu mwingine. Nikamwambia, sasa wewe kwani unafikiria wanawake hawana nguvu? Na wewe unafikiria huwa hawarogwi wakapoteza nguvu? Na hayo matatizo ni asili, hayawezi kuzungumzika. Unakuta mwanamke ako na mume wake yuko naye tu kwa sababu yuko hapo, na nguvu hii iko kibibilia, ila kule imetajwa tamaa. Unasema Biblia namna gani? Na tamaa yako itakuwa sasa. Mtu analogwa kwa sababu ile tamaa ndio inazalisha pawa. Ikilogwa ile ikiharibika, hakuna nguvu hapo. Kule sasa itakuwa ni kubakana na kulazimishana na kugombana. Ile mtangazaji alicheka sana. Nikamwambia, usikili mimi nilitangaza vile nikiwa sina akili. Mimi najua vita vya kiroho na ninajua vile shetani anaharibu miji ya watu. Kimya kimya. Kwa sababu kuna wabibi ako na bwana lakini hayuko interested na bwana wake ila wanaye. Yaani hana hisia yoyote na bwana wake ila wako tu baba. Na ile ni vita ya kiroho. Kwa sababu adui anaelewa kisha watenganisha hawa wawili, amefanikiwa.
sio katika hali ya kufa. Utasemaje kama hujafundishwa? Utapataje ujasiri? Mimi nakufundisha kama ninaandaa chombo kwa ajili ya matumizi ya Bwana. Ingawa ni aibu sana, lakini lazima tuseme sana. Si kama unanielewa? Sasa kama unanielewa, bila shaka wewe mwenyewe umekuwa mgonjwa wa huo ugonjwa, hata kama mara 2 mara 3 kwa mwezi. Ila mwezi kumwambia mtu, na hakuna atakayejua. Sasa unafikiriaje huyu bwana wako huyu? Unafikiriaje kama hakuna? Anasemaje hapo? Basi ikiwepo faraja yoyote katika Kristo, yakiwepo matumizo, yakiwepo nini? Matumizo. Sasa unakuta Bwana wakati matumizo, yakiwepo matumizo, pengine mtu ametoka kula, ameumizwa moyo, amejeruhiwa. Sasa hakuna matumizo yoyote na rehema. Sasa kuna kitu kingine kinazungumzwa kidogo, matumizo yoyote ya nini? Matumizo yoyote ya nini? Yakiwepo matumizo yoyote ya nini? Hilo ni neno kubwa sana, sijui walikosea kuandika. Wewe utakuwa unacheka kimoyo moyo. Wewe tena tusikie. Ukisiko tu mkeni ndio kiuka. Wewe umecheka kabisa, ukajua umecheka. Sasa katika kona hilo neno matumizo ni pana sana, kwa sababu mara nyingi sana, kwa nini hawa baba wanaenda kununua makahaba kule Sinza kule, wanaojiuza wanataka tu, wanataka nini hapa? Ndio maana tunaweza kuona na gari yake kabisa, anaenda kupaki sehemu, ananunua kwa buku mbili, na wewe ng'ombe huko nyumbani. Sasa lazima kuja kusaidia makongamano ya mama, lazima kujua haya mambo. Sio kwamba pengine anachotafuta kule ni uzuri au anatafuta nini. Kinachotafuta pale ni nini? Soma hapo. Kwa sababu pengine pia kwa baada ya kudai kuelewa ni vurugu. Hakuna nini? Matulizo. Mtu na akili zake na amesoma na akona hela, akona kila kitu, lakini unashangaa anaenda pala, anafanya vitu vya ajabu sana, afu ndio anakuja nyumbani, kwa sababu nyumbani hakuna nini? Matulizo ya nini? Unasema sasa unaogopa kusema wakati imeandikwa hapa. Wewe utafundisha hata mama yako au mama yako amejifaragua kwa mume wako, anambia mama kaa, wewe una tatizo. Mimi nakujua una tatizo, kwa sababu kama nikiwa mdogo nilikuwa nasikia huko ndani, wewe una tatizo. Mama una tatizo, leo lazima nikwambie. Unaona baba anatoka nje, wewe ndio una tatizo. Ameoa mke wa pili, wewe ndio una tatizo. Anaoa mke wa pili sio kwa kupenda, kwa sababu kwako hakuna nini. Yule ni mpagani, hana Mungu, haoni shida.